Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Maryam ametaja dhambi lao kubwa. Sasa اليهود والنصارى بقولهم أن الله اتخذ ولدا قول يا الله amejifanyia mwana. Sasa hiyo watu kama hawa takadu السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولد وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. mfano hizi aya au washirikina wanasema Allah amejifanyia wana katika malaika, wajalu min ibadihi juz'a, wasema Allah na watoto wake malaika banat. Lakini pia Wayahudi qalat al-yahud Uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah dhalika qawluhum bi afwahihim yudha'ibuna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah anna yufakun. Suratu Tauba. Kwa hivyo kutokuhukumu juu ya kufuru ya hao kwa hawa ni kuikhalifu Qur'an. Tayeb, kwa mujibu wa haya, kwa maana sheria inataka sisi kuwakufurisha waliokufurishwa na Allah. Al-Allama Al-Fawzani katika sharh yake ametaja masala muhimu, asema wayambani ala hadha, unajengeka msingi mkubwa juu ya masala haya kwamba sisi inapaswa kuwakufurisha washirikina na makafiri ambao Allah amewakufurisha. Jambo la pili asema annahu yajibu bughdi haula, ni wajibu kuwachukia hawa, wanataka tuwachukie. Jambo la tatu annahu idha mata al-kafiru, akifa kafiri muislamu la yahmilu janazatahu, asudhi muislamu janaza lake wala hazika katika makaburi ya waislamu. الرابع المسلم لا يرث الكافر، الإسلام أرسل كفريث كثير. المسلم لا يرث الكافر والعكس كذلك، المسلم الكافر لا يرث المسلم كفير بأمره المسلم. خامسا لا يجوز أن يزوج الكافر المسلمة، hairuhusiwi akaozeshwa kafiri binti wa Kiislamu. قد تخبط في هذا أكثر المسلمين، waislamu wote hili wamejikoroga kweli wengi. Sasa kina mama wao hawajali dini, kuozeshwa tu. Kwa hiyo haifai kuozeshwa, sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema wala tunkihu al-mushrikina hatta yu'minu, na wala msiwaozeshe washirikina mpaka waamini. Lakini sisi tunaruhusiwa kuoa mabinti zao, waislamu wanaruhusiwa kuwaoa mabinti wa Kikristo na wa Kiyahudi, tunaruhusiwa sisi kuoa, tunaruhusiwa sisi kuoa. Jambo la sita ujubu hijrati muslimin biladi, lazima wa kuhama muislamu katika miji yao. Haya yote maneno yanaeleza Al-Fawzani kwa sharh yake, lazima kuhama katika miji yao. Adamu bidayati bisalam, kutokuanza na salamu, kutokuanza na salamu. Wakisalimia ni tofauti. Sasa sisi kuanza kuwasalimia salamu alaykum, na unajua ni makufar, haifai. Lakini wakisalimia wao kuna hali mbili. Wakisalimia wao, imma katika salamu yao waseme salamu alaykum, salamu alaykum bihadfi al-lam al-mamduda, وkuondoa lam hapa. فاتفق أهل العلم على أنه لا يجوز رد عليهم بسلام بتمامه، wameafikiana Waislamu kwamba haruhusiwi kuwajibu kwa salamu kamilifu wake, kwa sababu hadithi faqulu wa alaykum fa innahum yusallimuna alaykum salamu alaykum, wajibuni kwamba wa alaykum, kwa sababu wao wanasema salamu alaykum. Hali ya pili, baadhi ya ulama wakasema kwa maana sasa kama ametoa maelezo Mtume صلى الله عليه وسلم kama wao wanakusalimia salamu alaykum, kwa maana wakisalimia assalamu alaykum utawajibu kawaida, wakitoa salamu kwa ukamilifu wake.
tutawajibu kawaida bitamamihi. Wa hadha alladhi yurajihu Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi ahkam ahli dhimma. Yeye anasema kwamba ukisalimia tamama basi wewe utapokelewa wa alaykum assalam, kwa maana najueni pia amani fi dunia. Lakini wengine wanasema unawaombea bi hidayah, wadakumullah. Lakini pia haifai kuwasifu wao, sababu kuna baadhi ya watu wanatabia kuwasifu, la yajuzu thana alayhim. Kuna watu wanatabia kusifu, unajua bwana wale jamaa wanachunga wakati, wazungu bwana wanachunga wakati, wazungu bwana ni watu wazuri sana, ni waaminifu kwenye miamala na mfano wake, kuwasifu. Fama indahum min al-kufri akbar mimma inda al-muslim al-khiyana. Ukafiri ambao uko kwa Myahudi au Mkristo ni kitu kibaya kuliko khiana au uongo ambao uko kwa Muislamu. Umeelewa? Inna sharra ad-dawabi 'inda Allahi alladhina kafaru. Wanyama wabaya mbele ya Allah ni wale waliokufuru. Tosha. Lakini jambo la mwisho, la yajuzu tashabbuh bihi, haifai kujifananisha na wao katika mavazi nini, wa musharakatu fi ayadi wa ghairi, hafla zao haifai kushirikiana nao katika idi zao, bil akhas katika sherehe zao za kidini, bali mtu anaweza kukufuru katika hayo. طيب soma nakhili ya 4 angalia wakati. قال رحمه الله تعالى الناقض الرابع، kichenguzi cha 4، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، atakayetakidi na kuamini ya kwamba usio mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ay dini wa tariqihi alladhi yasiru alayhi fi da'wati ila Allah wa fi ta'alimihi fi akhlaqihi, atakayetakidi kwamba usio mwongozo wa Mtume sallama, kwa maana dini yake, njia yake ambayo yeye anapita katika dawa, walingania watu kwa Allah, au kwenye mafunzo yake, fi taalimihi, kwenye mafunzo yake, kwenye akhlaqi zake, atakayetakidi kwamba njia isiyo ya Mtume sallallahu ambayo ni dawa yake, dini yake, mafunzo yake, atakayeamini kwamba yasiyo haya ndio akmal min hadihi, ndio yamekamilika zaidi kuliko mwongozo wake, ay min dini wa tariqihi, akmal min hadihi, kama mwongozo huo ndio umekamilika zaidi kuliko mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaamini kama ni mwongozo mzuri, lakini mwongozo mzuri zaidi ni huu, kwa sababu unaendana labda na wakati, anaona hivyo kwa akili yake ndogo. Kwa nini? Kwa sababu yakfi annahu yukadhibu Allah wa rasulahu, huyo anamkadhibisha Allah na mtume wake katika habari zao, kwa sababu tunasema وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، bora ya mwongozo ni mwongozo wa Mtume sallallahu, bora ya mwongozo mzuri zaidi, bora zaidi ya mwongozo ni mwongozo wa Mtume sallallahu. Kwa hiyo huyo akiamini hivyo atakuwa amekufuru. Qala rahimahullah ومن اعتقد أن حكم غير الرسول، na ambaye ataitakidi kwamba hukumu isiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ahsan min hukmihi, ni bora kuliko hukumu ya Mtume, faqad kafara, huyo atakuwa amekufuru, huyo atakuwa amekufuru, kwa sababu Allah anataka sisi tuhukumiane na sheria ya Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam. wama kana limu'minin wala mu'min idha qada Allah amrahu wa rasulahu an yakuna lahum khiyara min amrihim, haifai muumini akawa tena pakisha hukumiwa na Mtume akawa na khiana katika jambo lake. يقولون آمنا بالله وبرسوله وأطعنا ثم يتولى فريق منهم، kisha baadaye wanakengeuka. alam tara ila alladhina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka
je huja waona wanaodhani wameamini kilichoteremshwa kwako na kile kilichoteremshwa kabla yako wama unzila min qabli yuriduna an yatahakamu ila taghut alafu wanataka kuhukumiana kwa taghut hawa wamekufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allama al-Fawzani anasema katika sharh yake wa man za'ama anna al-waqta qad taghayyarat wa anna hukm al-kitab wa sunnah ghayra salih fi hadhihi az-zaman fa hadhihi riddatun. Atakayedhani kwamba wakati umebadilika bana, mambo yamebadilika sasa hivi, sio qala Allah tu qala rasul, sawa hii ni Qur'ani kitabu chetu, lakini msitake kuchanganya mambo ya dini na daula bwana, kwa sababu mambo ya serikali taratibu hizi ambazo wanaziandika watu na zina saliha ni zamani, zina suluhu, zinafaa kwa wakati huu. Atakayedhani hivi kwamba Qur'ani na Sunna hazisuluhu kwa wakati huu na mambo yamebadilika, hiyo ni ridda, huyo ameritadi. من هذا الوجه ارتد العلمانية قد كوجه هو مرتاد وسيكولاريزم wale jamaa wale wanaotaka kutenganisha kati ya siasa na dini, daula na dini. Wasema dini kitu kingine, daula kitu kingine. Msichanganye mambo, msilete dini kwenye siasa. Wako baadhi ya Waislamu wamekaa wajinasibisha na Waislamu lakini aslan wazingatiwa makufara. Hawa wamekufuru, wanataka kutenganisha kati ya siasa, daula na dini. Na hawa sasa hivi wamejaa katika mitandao ya kijamii, wanazungumza wazi kwa sababu hawaogopi. Kwa hiyo lazima ala bayyin min dinik, wewe unafahamu hilo kwamba siasa nzuri ni ya Qur'ani na Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza sura an-Nisa kwamba nyinyi mtakana mtii Allah na mtume na viongozi, na wao watakana watekeleze yale walioahidi kwa watu baina yao na Allah na mfano wake. Mwenye katika sura an-Nisa ya atii Allah wa rasul ulil amri minkum, aya nyuma imeanza kutaja raia. Wewe atakayedhani hivyo yeye amekufuru, au atakayedhani kwamba mwanadamu anakhiarishwa kufuata kitabu na Sunna katika hukumu, katika kuhukumiana, au ana khiari ya kuchagua kanuni za kidaula za kitahut, huyo atakuwa amekufuru kwa ijma ya ahli. Ameeleza Ibn Baz katika sharia yake, Sheikh Al-Fawzan katika sharia yake. Sasa mtu asiyesema sasa mbona Fawzani tu Ibn Baz tu, hawa wananukuu maneno ya ulama na wanafanyia mukhtasar, wanafanyia ikhtisar, kufupishia maneno ya ulama vile walistafidi katika vitabu huko nyuma. Au akasema kwamba hukumu ya Allah ni haki na hukumu isiyo ya Allah pia ni haki. Kwa hiyo si lazima, kwa sababu hailazima mimi kufuata hukumu ya Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam, zote ni haki. Au zama anna الكل حق وأنه لا يلزم الالتزام بشرع الله والرسول ويكفى، فهذه ردة عن الإسلام. شيخ الفوزان سمح فهذه ردة عن الإسلام. أو كوانون حكم يا الله سبحانه وتعالى ndio ya sawa na hukumu ya mtume ndio ya sawa, lakini haili lazima, yani anaona hii ndio ya sawa kuliko hii nyingine, hii nyingine ni batil, lakini akaona kwamba si lazima kuhukumiana kitabu na sunna. Hii pia ni ridda, hii pia ni ridda, tofauti na yule ambaye ataona kwamba hukumu ya Allah na mtume wake ndio hukumu sahihi, ndio bora kuliko hukumu zote zingine, lakini akawa anahukumiana na kisicho kitabu na sunna, isiyo hukumu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya dharura za kidaula zimekabili hivi.
imma kwamba yeye amelazimika kufanyia kazi kanuni za kidaula, kama marais wetu hapa wamelazimika, marais wa Kiislamu wanalazimika kufanyia kazi kanuni za kidaula ambazo wamezikuta, na wao wanalazimika, hawawezi kubadilisha wao. Lakini Waislamu ni safi kabisa na wanasali maqamu fikum as-salah, hawezi kukufurisha hao kama wanafanya makhawarij. Tumie hili hapa au tumie msingi huu, lakini maulama wametoa mafuhumu sahihi. Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh asema kiongozi kama huyu ambaye analazimika na kanuni nidhamu ad-dawla na kanuni za kidaula hakufurishwi, ambaye anaamini kwamba hukumu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio hukumu bora na ndio hukumu sahihi, nyingine ni batil, lakini anahukumu kwa isiyo sheria ya Allah, huyu amelazimika na kanuni za kidaula, huwezi kumkufurisha, huwezi kumkufurisha. Sasa ndio hawa viongozi wetu sasa. Asema Sheikh Muhammad ibn Ibrahim, asema au inaweza ikawa ana mughafala, anaghafilika tu, yani mtu hafuatilii ile kushadidia ile, ashahadidii jambo hili. Kwa hali kama hii pia ndio unakuta mathala katika miji ya Saudia viongozi dola ni Kiislamu, nidhamu za Kiislamu, lakini unakuta katika baadhi ya mambo kiongozi labda ameghafilika, katika baadhi ya mambo ameghafilika kiongozi, huwezi kufurisha katika hili, hafuatilii labda kwa shida ile. Lakini makhawarij yakija hapa wanakufurisha kwa sababu lam yataallam wa yatarabuna inda ahli ilm, sababu hawakuleleka kwa ulama wa makhawarij. qaida hawa na hawa dola islamia في العراق داعش دولة الإسلام وشام يقولوا داعش أو أهل الشباب هوا wote Islamic State wote hao wote wanakufurisha watu kwa kidogo walichokuwa nacho katika elimu ambayo hawajaelewa. Sheikh akahitimisha akasema kalladhina yufaddiluna hukm at-tawaghit, mfano wanafadhilisha hukumu ya taghut ala hukmihi, juu ya hukumu yake sallallahu alaihi wasallam. Kalladhina, kama ambao wanafadhilisha, yufaddiluna wanafadhilisha hukumu ya taghut, hukumu ya taghuti ala hukmi, juu ya hukumu yake, fa huwa kafir, huyo atakuwa mkufuru. Au mtu kama mathalan katika watu waliotaja kwa nyuma, mtu anatafuta haki yake na anafahamu la yastatiu ayastaridda haqqahu, hawezi kurudisha haki yake, na anaamini hukumu ya Allah na kusalamu ni hukumu bora nzuri na sahihi, haifai kuhukumiana kwa hukumu isiyo yao, lakini hawezi kupata haki yake mpaka aende kwenye kanuni zao. Basi anaenda kwa sababu hali imemfanya adharurike hivyo, huyu hawezi kufurisha. Lakini wanaofadhilisha hukumu ya taghut ala hukmi hii, huyu kafara ijmaa juu ya hukumu ya sallallahu ya makufuru. Wallahu waliyu tawfiq. Aktafi bihadha.